katika kupendana inabidi tuelewe upendo ni umakini. Lakini watu wengi katika upendo umakini hakuna. Upendo unapoanza kati ya watu wawili unakuja kama chemistry, kama umeme. Unasikia hisia kimahusiano. Hisia inaamka ndani mwenu. Usipo control hisia hizo, unaendeshwa na hizo hisia, utakosa kiasi cha kuenenda ipasavyo katika mahusiano yale. Kwa sababu upendo unatembea na kiasi, sio kasi. Kwa kuwa kiasi muhimu, ina maana inabidi uhakiki mwanzoni. Makosa yatokei mwishoni. Makosa yanaanza mwanzoni. Ndio tunasema unavyoingia ndivyo utakavyoishi. Kuna mtu ana dhana ya usaliti. Dhana hiyo inapimika kidogo kidogo tu. Anayetoa siri ni msaliti. Kabla hajaenda na mwanaume mwingine, kabla hajaenda na mwanamke mwingine, anayetoa siri za mahusiano yenu kwa wenzake na kadhalika, ndio dhana tunaoishi leo. Wasichana, wavulana, mambo yote yanayoendelea katika mahusiano yake, sio kwamba anakwenda kuongea na wataalamu, anaongea na marafiki zake, hadi wanavyoshiriki, wanavyofanya mambo ya siri na mwenzake. Usna anamwambia Gea, Gea anamwambia Usna, Joseph anamwambia Usna. Hivyo ninavyokwenda, yani ni bayana, ni dalili ya usaliti. Kabla hujafikia tamati, maazimio ya kuvuruga kimaisha, ulionyesha dalili zote za usaliti. Maisha ni siri. Hata tulivyokaa hapa, miili yetu imekaa, lakini sisi wenyewe tuko wapi? Inategemea attention yako iko wapi. Katika mwanzoni mwa mahusiano, inabidi upime mtu uwezo wake wa kutunza siri, uwezo wake wa kuwa siri. Sijui tunakwenda sambamba, lakini tuko pamoja sambamba. Tunarudi mwanzo kwa sababu maswali tunayo. Kama tukiwa tuna deal na matokeo tumekosea, mambo yaharibiki mwishoni. Yanaanza mabovu. Yanaanza mabovu. Sawa sawa. Sasa labda hamjasoma. Wakati mnavyokwenda ndio unasikia tairi haijakaa sawa. Lakini ilikuwa haiko sawa tangu pale ulipoondoka. Okay. Ila tension ya njia, majaribu yale, matuta, makologation, tairi imefeli. Usaliti sio tabia ya katikati ya mahusiano, ni mwanzoni kabisa. Lakini kupima usaliti kwa mtu kwamba anaweza kanisaliti, kwa lugha nyepesi, kukudidimiza, kukutoa nje kwa kasoro, ni tofauti na kwenda kuongea na mtaalamu. Okay. Kwa mfano, mwanamke akivua nguo mbele ya gynecologist haimfanyi awe malaya au msherati. Amevua ili au examined. Ukiongea na mtaalamu ili akushauri, akusaidie, ni tofauti na kuongea na marafiki zako, kuongea na kila mmoja uliye naye kuhusu maisha yako ya private na mwenzako. Hapo unatengeneza zana ya usaliti tayari. Sawa sawa. Na kwa kadiri unavyokwenda kudidimiza mwingine kungine, umejizoofisha wewe na umemzoofisha yeye na muunganiko wenu. Na ukiwa umeshakuwa dhaifu, unasaliti wepesi. Sawa sawa. Na hiyo zana inakwenda kote kisaikolojia, kwa mwanaume, kwa mwanamke. Haswa generation ya sasa hivi. Zamani ilikuwa vigumu mno usikie mwanamke anasema kinyume mwenza wake, au mwanaume anasema kinyume mwenza wake. Walikuwa na nafasi ya kuongea wote wawili na kudeal na matatizo yanayowahusu wao. Zana inao drive usaliti pia kwa kasi kwa kizazi cha sasa ni kwamba watu wawili waliounganika hawana uwezo wa kucommunicate, hawana uwezo wa kuwasiliana. Masikio yameziba. Mwenzako anakuambia una kasoro hizi, asikii. Watu wasikilizani. Kwa nini? Kwa sababu network yao sio sawa. Sio kwa sababu wameingia kwenye ndoa, bali tangu mwanzo hawakuwa wanajua kwamba wasikilizani. Walikuwa wanahisiana tu.
Kama tulivyosema ni hisia kwanza, hiyo chemistry. Lakini ukiwa na hisi inabidi usikie. Hisia ni lugha. Okay. Wana mahusiano waliofaulu ni wale ambao wana uwezo wa kucommunicate, kujadili mambo na wanasikilizana. Kwa lugha nyepesi wanaelewana. Na mwezi kuelewana msipo fly together. Sasa hivi mahusiano mengi ni simba amemuoa swala. Hawezi kuzaa, mwisho mmoja atamla mwenzake. Ndio type ya mahusiano tulio nayo leo. Watu ambao wanaweza wakawa watu wote wawili ambao wanaweza ka fly together ni wachache kuwapata. Kisa watu wanafuata hisia ilivyowapeleka, lakini hawajasikia ili kuverify pia sifa tukufu kwa huyo mtu ninayeanza naye. Usaliti haukwepeki hapa. Usaliti kuna dimensions mbili. Kuna usaliti wa kutoa siri nje, inaweza kawa kisiasa, kiserikali, kifamilia na kadhalika, inaitwa treason kwa Kiingereza. Na kuna usaliti ule kama tulivyoongelea hapa, mahusiano, inaonekana kama betrayal. Wakati unakiuka makubaliano, mlikubaliana kwamba mtakuwa pamoja, mliahidiana uaminifu, alafu wewe unakwenda kinyume na makubaliano, ni usaliti. Na ni wakati pia unatoa siri za kundi, siri za chama, siri za serikali na kadhalika, ukitoa nje ni usaliti pia. Lakini hiyo inakuwa treason. Kwanza kabisa tunaposema usaliti inabidi tuangalie, umesema pande mbili. Kwa maana ya pande mbili sio mwanaume na mwanamke tu. Tukiongelea usaliti tunaona msaliti na aliyesalitiwa. Ndio. Tukisema kwa wanaume, kwa wanawake, pale sio maana ya usaliti. Ni utendaji wake, matokeo yake. Lakini tukisema usaliti tunaona aliyesalitiwa na msaliti. Ndio. Hali hii na zana hii ni sawa na mtu kuvaa kiatu ambacho sio saizi yako. Ukiwashwa sana utakivua. Ndio. Na baadaye unaweza ukakivaa tena ili impress watu waone umevaa kiatu kizuri, lakini sio saizi yako, kinakuwasha. Matatizo yote ya kusaliti na kadhalika kuna mawili. Usaliti wa kweli, kwa maana ya usaliti ni ile hali ya kujivisha kinyume na uwezo wako na njaa yako. Kwa lugha nyepesi, kuchukua tamaa, kukubali kuridhisha tamaa. Kumbe tamaa ni njaa isiyoshiba. Tamaa ni njaa isiyoshiba. Mahusiano mengi yanaanza kwa tamaa. Mkianza kwa tamaa mtakosa nafasi ya thamani. Mahusiano yaliyoanza kwa thamani ni mahusiano ya kale. Watu walikuwa wanaweza kumudu kabisa. Okay. Na unaposema kusaliti ni kusaliti hakuna restoration, ni kuvunja. Kuna wakati mtu amepoteza uaminifu katika mahusiano, anatoka nje ya ndoa kwa mfano. Usiite huo usaliti. Usaliti ni talaka. Talaka ni usaliti kwa mfano. Kuvunja mahusiano kwa tabia zako na mwenendo wako ni usaliti. Lakini mtu anaweza kama ametoka nje ya ndoa, amekosea ndoa, lakini hajasaliti. Jamani, mpo? Anaitwa infidel. Amekosa uaminifu katika mahusiano. Na kuna watu alianguka, kwa wanaume kwa wanawake, alitoka nje ya ndoa yake na amefikia toba haswa, ameamua hatarudia tena na amejifunza asitoke tena. Huyo hapo alijisaliti mwenyewe. Kuna wakati unamsaliti mwingine, na wakati unajisaliti mwenyewe unapoteza ardhi na thamani yako kabisa. Na kuna wakati unaharibu
mahusiano ya kwenu. Aliyekusaliti ni yule ambaye amekuzalilisha kwa pinzani kwako. Kwa mfano, usaliti unapata maana hapa na ndio natembea zaidi. Mwanandoa kila akikutana na awala ambaye yeye anamtamania, labda kabla hajaanza, anamsema vibaya mume wake, anamsema kinyume mke wake, ndio usaliti haswa. Kusaliti ni kuchafua kwa lugha nyepesi. Okay. Kwa kutoa vya ndani, ni sawa na kumvua mwingine nguo hadharani, ndo kusaliti. Okay. Sasa kitendo hicho, anayetenda hivyo anaitwa msaliti. Bahati mbaya, asilimia kubwa ya watu, hata kutengenezwa kwa topic hii, wasaliti hawajaomba topic ya namna hii. Waliomba topic ya namna hiyo ni waliosalitiwa, right? Okay. Watakuwa kuwa na interest zaidi waliosalitiwa, ambao ni victim. Kumbe yeyote aliyesalitiwa haswa ametukuka kwa zana ya universe. Ndio maana asilimia kubwa ya watu wanaolalamikia usaliti na wao wamehusika katika machafuko hayo. Waliosalitiwa haswa wanainuka zaidi. Amina. Kwani usaliti inakuwa ngazi, usaliti unakuwa ngazi kumtukuza aliyesalitiwa. Yeyote ambaye hajawahi salitiwa ana chochote cha maana kwa kweli. Na hapo kama sijaelewa, inabidi uzamirie kutokuwa msaliti, kutokusaliti, kutokukiuka agano, kutokukiuka ahadi zako kwa gharama zozote. Ndio. Ili usihesabike msaliti. Aliyesalitiwa amepewa fursa ya kutukuka zaidi. Watu wote waliosalitiwa na wakakubali usaliti huo, waliinuka. Kwani msaliti wako ni yule aliyejishusha chini. Yeyote anayemdhalilisha mwingine atabeba dharau, atabeba fedheha. Endapo yule atalipiza, endapo yule aliyesalitiwa atalipiza, yani hatolipiza, hatorudishia. Yeah. Okay. Mkilipiza maana mmesalitiana, wote mko degree sawa. Usipo tuweke clean. Hatua zozote za kuinuka kwa maisha ya mwanadamu, kuna watu inabidi watoke maishani mwako, na asilimia kubwa ya watu ambao wanatoka ni wale ambao wanakusaliti ili watoke. Tuongee topic zaidi juu ya mahusiano. Tusibaki chini sana. Inaweza kagusa siasa, inaweza kagusa maisha kwa ujumla wake. Mtu akakusaliti. Anayekusaliti ni yule ambaye anajitoa maishani mwako. Ukiendelea kulalamika wewe, tatizo litakuwa kwako wewe ambao utaki asiyefaa kuondoka. Sawa sawa. Asilimia kubwa ya watu hatujui kwamba katika ulimwengu huu tunakwenda na mambo matatu. Kuna muda, kuna nafasi na kuna mambo. Kwa sababu kuna muda, mambo mengi yananyosheka kwa muda tu. Kwa kadri muda unavyozidi kwenda, unaweza kuja kukuta kwamba kumbe yule asingeondoka nisingekuwa nilivyo hapa. Sawa sawa. Yeyote aliyeingia kwenye zana ya mahusiano, anayetusikiliza sasa hivi, aishasalitiwa. Popote ulipo, uwe mwanandoa, uwe katika mahusiano, kama umeshaanza, kuna mmoja alikusaliti, labda hujaanza. Ni elimination. No. Watu wanajitoa kwako kwa kukusaliti. Inabidi wewe uliyesalitiwa usome utukufu wako. Badala ya kulipiza usaliti, nawe uje kuwa msaliti. Yeyote ambaye ni msaliti ni mchafu. Kisaikolojia anatengeneza scepter, inakuwa tabia kwake na zana ya kuishi kwake. Ndio maana msaliti anakuwa na tabia za kusaliti.
na ni jambo la kuverify kabla ya mahusiano. Ila kuna faida, kabla mjatilika kwa maswali, kuna faida kwa usaliti. Heri aliyesalitiwa kuliko msaliti. Wewe uliyesalitiwa umetukuzwa. The universe na forces zake zote, ulimwengu huu utakuwa upande wako. Msaliti hawezi kuwa na support ya universe. Maisha yake majanga kwa majanga. Ataendelea hivyo hivyo. Ndio utakuta aliyevunja ndoa aendelee sawa na yule aliyevunjiwa. Aliyevunja wakati wowote majanga yatakuwa rafiki kwake. Aliyevunjiwa ana nafasi, anaweza kaenda. Aliyesalitiwa amepewa fursa ya kwenda, kwani anayekusaliti afai maishani mwako. Sasa badala ya kumlalamikia kama tunavyoona leo, amenisaliti sana, amenifanyia hiki na kile, kufuatilia historia ya maisha ya watu tangia tuanze. Waliosalitiwa waliinuka kuliko wale wasaliti. Okay. Maana ukisalitiwa umepewa nafasi ya mtu asiyefaa ondoke. Na kwa sababu gani? We can only be betrayed by the people we trust. Adai kusaliti ni mtu ambaye wewe una imani naye lakini hafai. Kwa hiyo ukisalitiwa inabidi ushukuru msaliti, kwani ni mtu uliyemwamini ambaye angekuua kukumaliza kabisa. Ukisalitiwa bado uko hai. Aliyesalitiwa bado anapumua. Ila asiyefaa ambaye aliaminika kaondoka maishani mwake, kajiondoa maishani mwako, inabidi ushukuru. Did you know kwamba katika dunia hii mtu aliye hai anaweza kuwa na marafiki 10 tu, hata ukiishi miaka 100. Nao marafiki 10 uwezi ukawa nao wakati mmoja. Inaweza kapita mwaka kabisa una rafiki. Lakini angalia tunavyoita kila mmoja rafiki. Unayeongea naye kwenye simu, unaye chat naye unamuita rafiki. Ni tofauti. Rafiki ni yule ambaye ana reflect, anaakisi na wewe. Sio yule anayekuchombeza, bali yule anayeakisi na wewe. Ina maana anakutakia mema. Na hawezi kukusaliti. Ndio rafiki. Mabaya yako ni mabaya yake, shida zako shida zake. Akikuambia anakupenda, atasema anakuchukia nje. Mtu wa namna hiyo, mwanadamu ana uwezo wa kuwa nao 10 tu tangia uzaliwe hadi ufe, au mmoja tu. Mbona 10 wengi? Uwezekano wa kuwa nao ni 10, lakini utakuwa nao wakati mmoja. Manake inaweza kapita mwaka mzima una rafiki mmoja tu, au una rafiki kwa mwaka ule. Ukifikisha miaka 60 wewe unadhani ulikuwa na marafiki, kumbe labda ulishapata 4. Uwezekano ni 10 kwa maisha ya mwanadamu, na sio kwa wakati mmoja. Kwa hiyo usaliti ni zana tawala, kwa sababu watu wengi wanajiattach na wasio wafaa. Tamaa ni ondoleo la thamani. Sawa. Watu wanatamaniana, hawathaminiane. Kwa hiyo tamaa ikiwa na lead kama leo, usaliti ni zana inayoinuka juu zaidi. Watu nasalitiana kwa sababu hamtaendelea kwenda wakati hakuna match. Wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.